Odit, unanipata? Naam, nakupata kwa njia nzuri kabisa Hamida Abubakar. Naam, tunafahamu nini zaidi kuhusu machafuko au ghasia hizo ambapo watu 7 kama tulivyozungumza awali wameuawa na polisi wamezungumzia hili? Naam, kama ulivyotaja ni kweli kwamba katika eneo la Butambala ambalo ni nje ya mji mkuu Kampala kulikuwa na ghasia usiku wa jana. Ripoti za awali zinaonyesha kwamba wafuasi wa mgombea wa upinzani Mwanga Kivumbi ambaye ni mwanachama wa chama cha NUP na alikuwa anawania ubunge katika eneo hilo waliweza kukabiliwa na maafisa wa polisi. Sasa kumekuwa na ripoti kinzani kwa sababu Mwanga Kivumbi anasema kwamba maafisa wa polisi waliingia nyumbani kwake na kuanza kuwafyatulia risasi watu. Yeye mwenyewe ameripoti kwamba watu 10 waliuawa na wengine 4 baadaye, hesabu ikiwa watu 14, lakini msemaji wa polisi Bwana Kituma amethibitisha kwamba watu waliouawa ni watu 7 katika tukio hilo la kusikitisha. Tukiangazia matokeo ya uchaguzi wa urais, awali yalionyesha kwamba Museveni anaongoza. Kwa sasa bado hali ni hiyo ama kuna mabadiliko yoyote, Odit? Hamida, mpaka sasa bado Rais Yoweri Kaguta Museveni wa chama tawala NRM anaendelea kuongoza akiwa na jumla ya kura milioni 6, kidogo tu ya milioni 6, ikiwakilisha 75% hivi ya kura zote zilizohesabiwa. Robert Chagulanyi almaarufu Bobi Wine wa chama cha NUP ana kura kama milioni 1.7 hivi, 21% ya kura zote zilizohesabiwa. Anafuatwa na mgombea mwingine Nandala Mafadi, Mugisha Muntu, Frank Bulira, Robert Kasivante, Mubarak Munyagwa na Joseph Mabirizi, hao wakiwa na chini ya 1%. Sasa kufikia sasa ripoti ambayo imeripotiwa ni kwamba vituo vyote ni kama 50,000 hivi. Hesabu niliyopeana ni ya vituo 22,758. Kwa hivyo kwa jumla ni kwamba bado tuko angalau 50% hivi ya vituo vimesharipoti kura zilizopigwa. Sasa tutarajie matokeo rasmi lini, Odit? Kama kila kitu kitakwenda sawa, kwa sababu muda wa saa 4 usiku, muda mchache kutoka sasa, kutakuwa na matokeo mengine ambayo yatatangazwa tena katika kituo kikuu cha kujumuisha kura. Lakini mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ametuarifu kwamba kufikia kesho saa 10 jioni huenda taifa hili likajua nani rais wao na viongozi wengine wa viti vya bunge na wawakilishi wanawake wa mabunge wa maeneo bunge mbalimbali kote nchini Uganda. Lakini kabla tu niondoke, Hamida, nikujulishe kwamba habari hizo za ghasia ndizo ambazo wengi kwa sasa zimewatia kiwewe, hususan hapa Kampala ambapo hali mchana mzima ilikuwa tulivu kabisa, lakini kufikia jioni hii wakati tunapoongea kumekuwa na maeneo kadha wa kadha hapa ambapo kumeripotiwa kusikika milio ya risasi na vile vile kumesikika kidogo kukiwa na mabomu ya kutoa machozi, tofauti na hali ilivyokuwa mchana kutwa ambapo kulikuwa salama kabisa. Naam, asante sana Roncliffe Odit, ni mtangazaji kinara wa Dira ya Dunia TV. Kama alivyozungumza naye, tumempata kwa njia ya simu. Inaonesha bado kuna changamoto ya mtandao katika taifa hilo, na kama alivyoelezea, kura zinaendelea kuhesabiwa baada ya uchaguzi wa hapo jana. Katika matokeo yaliyotangazwa, tumesema Rais Yoweri Museveni anayewania urais anaendelea kuongoza akiwa na zaidi ya 75% ya kura, huku Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine akiwa wa pili kwa takriban 20% ya kura. Sasa mwandishi wa BBC Shuaib Ibrahim amekuwa katika kituo cha kutangaza matokeo jijini Kampala na kututumia taarifa ifuatayo. Tume ya uchaguzi hapa nchini Uganda imetangaza baadhi ya matokeo ya hivi karibuni ya uchaguzi mkuu wa urais uliofanyika siku ya jana. Kulingana na takwimu za tume hiyo, tayari imekwisha pokea na kuhesabu zaidi ya 59% ya kura zilizopigwa siku ya jana. Na kutokana na matokeo hayo, rais wa sasa Yoweri Museveni anaongoza akiwa na 75% ya kura zilizohesabiwa. Mpinzani wake mkuu Robert Chagulanyi Sentamu maarufu kama Bobi Wine yupo katika nafasi akiwa na 20% ya kura ambazo zimehesabiwa hadi kufikia sasa. Lakini kulingana na takwimu za tume hiyo, ni idadi chache tu ya wapiga kura ambayo ilijitokeza. Shuaib Ibrahim, BBC, Kampala. Na sasa tusalie katika swala hili na Leila Mohamed ana maelezo zaidi kuhusu mchakato mzima wa kutangaza matokeo ya uchaguzi nchini humo.
Yoweri Haburwa Kaguta Museveni, NRM, 14,232 votes, representing 61.7% of valid votes cast so far. Ni matokeo ya awali ya kinyang'anyiro cha urais nchini Uganda, ambapo rais wa sasa Yoweri Kaguta Museveni amechukua uongozi mkubwa dhidi ya mpinzani wake wa karibu, kinara wa chama cha NUP, mwanamuziki Robert Kyagulanyi Ssentamu almaarufu Bobi Wine. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Uganda EC Simon Byabakama akitoa taarifa mara kadhaa katika siku ya Ijumaa kuwajuza wapiga kura nchini humo jinsi shughuli ya kuhesabu kura na kujumuisha matokeo inavyoendelea. Mchana wa Ijumaa, tume ya uchaguzi nchini Uganda ilikuwa inaripoti kwamba Rais Museveni alikuwa anaongoza kwa zaidi ya 70% ya jumla ya kura zilizopigwa Alhamisi Januari 15 na kufuatwa nyuma na mpinzani wake mkubwa Bobi Wine ambaye alikuwa na 20% ya jumla ya kura zilizopigwa. Wagombea wengine 6 walikuwa wana jumla ya kura zilizo chini ya 10% kila mmoja. Japo shughuli hiyo ilikumbwa na changamoto za hitilafu za kimitambo na kuchelewa kuanza, vyombo vya habari nchini humo viliripoti idadi ndogo ya waliojitokeza kushiriki kwenye uchaguzi huo mkuu. Tume ya uchaguzi imeeleza kuridhishwa na hali ya shughuli nzima siku ya uchaguzi na hata wakati wa kuhesabu kura. Tume imetambua na kuridhishwa na jinsi shughuli nzima ya kupiga kura ilivyotekelezwa kwa amani tena kote Uganda. Kwa mara nyingine tunawapongeza raia wa Uganda kwa kujitokeza kwa wingi kuwachagua viongozi wanaowataka na kwa kujituliza na kufanya shughuli kwa amani na pia kutuelewa na kutustahamili kama tume ya kusimamia uchaguzi. Tume hiyo aidha iliongeza muda wa kupiga kura kwa saa moja katika baadhi ya vituo ambapo mashine za kuwatambulisha wapiga kura waliosajiliwa zilipokuwa na hitilafu na kuwalazimu maafisa wa tume hiyo kutumia kitabu cha sajili ya wapiga kura kama inavyoongozwa kikatiba. Wagombea wakuu wawili kwenye kinyang'anyiro walalamikia hali hiyo ya hitilafu kutokea, japo vifaa hivyo viligharimu serikali ya Uganda hela nyingi. Haikuwa sahihi kwa watu kwenda nyumbani bila ya kupiga kura na mashine zilikuwa zinafanya kazi. Ni lazima tujue ni kwa nini kulikuwa na hali ya kuchelewa. Na uhakika kwamba wanahabari mmeshapokea taarifa kwamba mashine za kidijitali za kuwatambua wapiga kura zimefeli. Ziligharimu serikali mabilioni ya pesa na zimeshindwa kufanya kazi. Ziliagizwa kutoka nje kwa madai ya kuzuia wizi wa kura na sasa watu hawazitumii. Usalama uliimarishwa ndani na nje ya vituo hivyo, huku serikali ikihakikisha kwamba hakuna vurugu ya aina yoyote ingetokea. Mtandao umeminywa kabisa siku ya Ijumaa, huku tume ikisubiriwa kutoa matokeo rasmi kama ilivyoahidi kuyawasilisha kwa umma katika saa 48 baada ya kura kupigwa. Leila Mohamed, BBC, Dira ya Dunia. Huku hayo yakijiri, hali ya usalama imekuwaje jijini Kampala? Roncliffe Odit alitembelea mitaa ya jiji hilo na kututumia taarifa hii. Ni mchana katikati mwa jiji la Kampala. Eneo hili kwa kawaida huwa na pilka nyingi sana muda kama huu, lakini leo hali ni tofauti kidogo. Shughuli si nyingi sana, biashara chache zimefunguliwa. Wafanyabiashara wachache, tumepita katika baadhi ya masoko, wameanza kufanya shughuli zao za kawaida, lakini kwa ujumla hali si sawia na kila siku. Watu bado ni wachache sana na kuna wasiwasi miongoni mwa wakazi wa hapa Kampala na maeneo mengine ya Uganda kuhusiana na hali yao ya usalama. Maafisa wa usalama wachache unakutana nao barabarani wakipita, lakini kwa ujumla shughuli bado hazijarejea kama kawaida. Na leo ni siku moja tangu raia wa Uganda kujitokeza kupiga kura. Zaidi ya wapiga kura milioni 21 walitarajiwa kujitokeza kupiga kura, ijapokuwa idadi iliyojitokeza ni ndogo sana. Si nambari hiyo iliyokuwa imetazamiwa kuweza kujitokeza, lakini sasa ni muda wa kusubiri. Sasa kama nilivyotaja, shughuli ya kupiga kura ilifanyika jana. Hali ya kawaida inaanza kurejea polepole, lakini mwanahabari wetu Carol Robi alikuwa katika barabara. Robi, tueleze kidogo, umepita hapa. Kwa ujumla hali umeonaje katika maeneo uliopitia wewe? Kwa ujumla hali ni shwari, hali ni ya utulivu katika mitaa mingi ya mji wa Kampala.
lakini shughuli ukilinganisha na jana na juzi zimepungua kwa kiasi kikubwa sana. Bodaboda bado zinaendelea, lakini hata hizo shughuli za usafiri pia ukizitizama ukilinganisha na siku 2-3 za nyuma zimepungua sana, lakini hali ni shwari kwa kweli. Kuna ripoti zilikuwa zimetolewa awali na hata chama cha upinzani NUP kilikuwa kimetweet katika ukurasa wake wa X kwamba Bobi Wine nyumba yake imezingirwa na maafisa wa polisi na amefungiwa kifungo cha nyumbani. Umeniambia umefika Magereza kwa Bobi Wine, hali ilikuwaje? Hali ni nzuri. Kulikuwa na gari moja la polisi pale mbele ya geti la makazi ya kiongozi wa upinzani Bobi Wine. Mbali na hilo gari moja ambalo lilikuwa na askari kama 8 hivi 10, hakukuwa na kingine ambacho kingeweza kuashiria kwamba yuko kwenye kifungo cha nyumbani. Ni usalama tu umeimarishwa pale, lakini sasa hatuwezi kuthibitisha kama usalama huo ni kwa sababu ya kumzuia yeye kutoka au ni kuhakikisha tu kwamba kama mgombea urais anapata usalama wa kutosha. Tuzungumzie kwa ujumla hali ya usalama katika maeneo ambayo umepita hapa katika mji wa Kampala. Wewe umeionaje? Hali ya usalama ni nzuri, hali ya usalama ni shwari. Bila shaka kuna hiyo hali ambayo unahisi watu wamevuta pumzi wakisubiria matokeo rasmi ya hasa ya uchaguzi wa urais, lakini kwa kiasi fulani wakazi wanajaribu kuvumilia na kujizuia zote za uvunjifu wa usalama. Kuna ripoti nje ya Kampala kwamba kuna maeneo kadhaa ambapo watu wamepigwa risasi, kuna maeneo kadhaa ambapo watu wameuawa. Umesikia kuhusu ripoti hizi? Ndio, nimesikia kuhusu hizo ripoti. Vyombo vya ndani vina ripoti kwamba kuna baadhi ya wilaya na maeneo hasa ambazo ni ngome za upinzani kwamba kuna watu wamepigwa risasi, wamefariki, wamepoteza maisha. Idadi hasa ni kiasi gani bado hatujaweza kuthibitisha, kwa sababu ikumbuke kwamba mpaka saizi hakuna mtandao wa internet Uganda nzima, na hivyo inatufanya pia hata sisi kazi yetu ya kuweza kuhakiki hizi taarifa inakuwa ni ngumu. Lakini vyombo kadhaa na duru kadhaa zimearifu hivyo kwamba kuna watu waliouawa, kuna waliojeruhiwa, kuna kamata ambazo zimeendelea hasa wapinzani wa chama kikuu cha upinzani cha NUP. Matokeo rasmi ya uchaguzi yanatazamiwa kutolewa kesho Jumamosi kufikia saa 10 jioni. Sasa kitakachotokea baada ya hapo hakijulikani, kwa sababu ikumbukwe kwamba Bobi Wine alikuwa ametishia kwamba iwapo matokeo hayatakwenda kama alivyotarajia angeitisha maandamano ya kitaifa. Kama hilo litafanyika au halitafanyika ni muda tu utakaoweza kujibu. Roncliffe Odit, BBC, Kampala, Uganda. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tunachukua mapumziko mafupi, tukirudi tutazidi kukupakulia mengi zaidi katika matangazo haya maalum kuhusu uchaguzi nchini Uganda.
Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jina langu ni Hamida Abubakar. Tunaendelea kufuatilia matokeo ya uchaguzi mkuu nchini Uganda uliofanyika hapo jana Alhamisi. Je, uchaguzi huu utakuwa na athari gani kwa mustakabali wa taifa la Uganda? Ili kufahamu kwa kina, najiunga naye Daktari Edgar Githua, mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Karibu sana Edgar. Tathmini yako ni gani kuhusu uchaguzi huu wa taifa la Uganda? Asante. Tathmini ni kuwa uchaguzi umekuwa na changamoto nyingi sana, kuanzia Bobi Wine tuseme na wafuasi wake kuwa wanapigwa na polisi, mitandao kuzimwa, alafu pia hata hivi vifaa vya kupiga kura ni kama zote zilikosa kufanya kazi. Kwa hivyo utakuta kuwa watu wengi wako na hofu kuwa uchaguzi hautakuwa wa huru na kweli. Kwa hivyo naona ni kama Waganda bado watabaki wakiwa na taswishi mingi sana kuwa uchaguzi huu hautakuwa kabisa umeonesha kuwa mapendekezo yao na ama hawakuweza kumchagua ambaye walikuwa wanataka kumchagua. Naam, sasa tuzungumzie kuhusu ushindani wa urais. Una utofauti gani na ushindani ambao tunaoangalia hivi sasa pamoja na chaguzi zilizopita? Kama ni za Uganda, mimi sijaona tofauti yote, kwa maana hata hapo awali mwaka uliopita Bobi Wine bado ndio alikuwa mpinzani wa Museveni na alipitia changamoto nyingi sana. Lakini kwa wakati huu ninaona ni kama vijana wamejitokeza kwa wengi, wameweza kumsupport Bobi Wine sana, na wameweza kujitokeza na kujaribu kusema wanataka mabadiliko. Ilhali naye upande wa serikali pia nao wametoa makali mengi sana ni kama kujaribu kuwashtua na kujaribu kuweka hofu katika hawa vijana ambao wametoka kumsaidia Bobi Wine. Ndio. Unaona huku kuzima kwa interneti kutaleta athari kubwa kiuchumi nchini Uganda? Kumeleta athari kubwa sana. Tayari bandari la Mombasa linasema kuwa mizigo ya kwenda Uganda ilikuwa haiwezi kuwa yasafirishwe vizuri. Kuna wanabiashara wengi wanasema kuwa biashara zao ni kama zimesimama kwa sababu wanatumia mtandao sana. Mahoteli makubwa, ukiangalia usafirishaji wa hata ndege, airport. Kwa hivyo Uganda kwa njia nyingine imepitia hasara kubwa sana kwa kuzima mtandao. Kulingana na kile tulichokiona na kukiangazia, inaonekana taifa la Uganda lilikuwa na kiu sana ya kuweza kupata mabadiliko. Sasa Museveni huenda akachukua uongozi wa taifa hilo na akaongoza tena kwa mara nyingine. Unaona hii itaacha Uganda katika hali gani? Nikiangalia umri wa Museveni, na sisemi kuwa umri ni kitu kubwa. Umri wake miaka 81, na alikuwa hata anaomba watu, anawaambia wamkubalie, wamchague mara ya mwisho. Hii ni mara yake ya mwisho kusimama. Hatuna ukweli kuwa atang'atuka kifika uchaguzi unaofika baada ya miaka mitano. Atakuwa na wakati mgumu sana kuongoza, kwa maana anaonekana ni kama amekichukua hiki kiti kupitia nguvu ya serikali. Na hata ukiangalia vile wanasema anaongoza na tuseme 75%. Watu wanasema hapana, sio vile. Watu walikuwa wanataka mabadiliko. Na sasa na yeye ameketia kile kiti kwa nguvu na amefurusha vijana, amewavunja mioyo yao. Atapata ngumu kuongoza wakati huu. Tuzungumzie hili swala la polisi kutumia nguvu kupita kiasi kwa upande wa upinzani. Unalionaje? Hilo ni jambo ambalo litafanya serikali ya Uganda iweze kupata vikwazo vingi kutoka Jumuiya Madola, Jumuiya ya European Union, na hata Umoja wa Mataifa utaongea, kwa sababu kupitia leo kulikuwa na watu ambao wamekufa kwa sababu ya polisi kutumia nguvu zaidi. Na utakuta kuwa polisi wanapotumia nguvu zaidi ndivyo wanapatia raia tuseme nguvu ya kujitokeza na kujaribu kupigania haki zao. Kwa hivyo utakuta hata matangazo yakitoka kesho, utakuta natarajia kutakuwa labda na taharuku hapa na pale, kutakuwa na demonstrations ndogo, watu watakuwa wakisema uchaguzi huu haukuwa wa haki na ukweli. Kwa hivyo utamkuta Museveni hata kama ataketia kile kiti, nikirudia, atakuwa na wakati mgumu wa kuongoza, kwa maana hatakuwa na kule kukubalika na taifa nzima. Na upande mwingine Bobi Wine umaarufu wake umepanda, na kwa sababu ni kijana tuseme atajaribu tena siku nyingine, na Mungu akimjalia kuna siku ataongoza Uganda. Asante sana Edgar Githua, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, kwa kutupatia tathmini yako kuhusiana na swala hili la taifa la Uganda, na mahojiano hayo ndio yanayonikamilishia taarifa yetu kuu usiku huu.